Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Ndugu zangu wapendwa, My beloved brothers, nashukuru Mungu sana I really thank God kwa sababu because Mungu wa mama mwanzilishi, God of the founder mother, ametuwezesha yeye. has enabled us Tumeiona Jumatano tena. to see this Wednesday again. Hii ni shukrani kubwa sana. We are so grateful indeed. Uzima huu unatoka kwa Mungu. The life we have is coming from Si nguvu God. zetu. It's not our own strength. Na kuja kwetu hapa, Our coming here, Mungu ndiye anatuleta. it is God who brings us here. Maana huwa ameweka tayari neno. Because He has already prepared the word. Tusisahau lile neno So let us not forget the word ambalo mtumishi wa Mungu which the servant of God yeye alipewa tangu mwanzo wa Christmas. from the beginning of Christmas. Lile neno lilikuwa la muhimu sana. That word was so important. Neno la muhimu sana. It is a so important word. Kufuata mhubiri. Following the preacher. Lile neno unalisoma kila siku. We are reading that word every day. Unalisoma kila siku. We are reading the word every Lakini day. mwenendo wake. But then the meaning of it. Hallelujah. Hallelujah. Yule mwanamke alikuwa ni mganga kweli. That damsel was a soothsayer. Anatupa Really. ramli kweli. She was a soothsayer. Lakini kwa nini? But why? Kila wakati Paulo akipita, Every time Paul passes Na Sila. by, and Silas, anaacha kutupa mburuga. she stops the soothsaying Anaanza business kuwafuata wao and she follows them na kutangazia watu. and announcing to the people Watu hawa that these ni people watumishi wa Mungu are aliye servant juu. of the Most High God Wawahubirio mambo ya who wokovu. are preaching about salvation, Wawahubirio watu mambo ya wokovu. preaching to people about salvation. Alafu anarudi kwa uganga And wake. then she goes back to her Kesho soothsaying. yake ni hivyo hivyo. Tomorrow the same thing. Akafanya hivyo siku And nyingi. she did that for many days. Moyo wa Paulo ukasikitika. So the heart of Paul was grieved. Mbona shetani yuko hapa ndani? Why is the devil possessing this Lakini woman? mbona anainua kazi ya Mungu? But why is she uplifting the work of God? Hainui kazi ya She's shetani. not uplifting the work of the devil. Anatambua She's Mungu recognizing wa Paulo na the Sila God of Paul, kwamba ndiye Mungu that is the really God aliyeumba mbingu na nchi. who created the earth and heaven. Anamtangaza kwa watu. She's announcing to people. Si zile mburuga zake. Not the soothsaying business. No. Yeye amewekwa pale She was put there kupiganisha watu. putting people into Yeye conflict. nabii wa pepo. She's the enemy, or she's the Kazi yake prophet of the kumwambia yule ndiye devil. amekuroga. Her work is to tell people that you are being bewitched by this one, Huyo ndiye amekuroga. or this one is bewitching Ndio you. unasumbuka. That's why you're getting this trouble. Unatakiwa uende na jogoo la mboga. So you need to go there with a red cockerel. Yuko hapo kazi yake ni So she's kupiganisha watu. there. Her work is to put people in Maisha yake conflict yote. all her life. Lakini akaona watu wa Mungu But when she sees the people of God, ambao wao which one? wana neno la wokovu Which ndani ya are watu. preaching about this, the word of salvation. Akaanza kushika kuinua Mungu huyo. She began uplifting that God, Mungu akina Paulo. the God of Paul. Haleluya. Hallelujah. Kila akiwaona Every time he sees them, anainua Mungu huyo. she's uplifting that God. Watu hawa These people ni watumishi wa Mungu aliye juu. are the servant of the Most High Wawahubiria God watu who are preaching to mambo ya people wokovu. the word of salvation. Sasa hata wale bwana zake So even her own na watu masters, wengine some other times, wanasikiliza hayo they maneno. are listening to those words. Siku ile Paulo aliposikitika So that day Paul was na akakemea grieved yule pepo, and rebuked the devil. yule pepo alitoka saa ile The ile. demons went out right that day. Wale watu So those people, wakaona faida yao, they saw that their benefit Imepotea. has now gone away. wakawaendea Paulo na So they Sila. went to Paul and Silas Wakawaambia imetosha. and told them, this is enough. Mhubiri vya You kutosha. have preached here enough. Tokeni mpakani You mwetu. go out of this Endeni city mkahubiri kwingine. and go and preach to other places. Maana pepo yule ametoka. Because that demon had gone away. Hawapati pesa za pombe They're no tena. longer getting money for drinking. Haleluya. Hallelujah. Paulo akaondoka huko mpakani, So really Paul went away from the lakini boundaries, wameokoa mtu. but already somebody has been put into salvation. Hallelujah. Hallelujah. Kuhesabu mtu mwingine bora. Esteeming others better. Hakumwinua huyo Mungu wake She wa didn't uplift kupiganisha watu. The God of putting people into conflict. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yeye Mungu aliyekuwa naye The God that she ni wa had kupiganisha watu. was putting people into conflict. Unarogwa na yule. You are being bewitched by so and so. Unarogwa na yule. You are being bewitched by so Ndio and kazi so. yake kila siku. That is her work every day. Lakini aliposhika kuinua But when she began Mungu wa uplifting mbingu na nchi the God of heaven and earth, aliye ndani ya Paulo who is inside Paul, akaokolewa. she was saved. Kwa hivyo hata hivi tumekuja So hapa, even now that we have come neno la here, wokovu the word of salvation limetiwa ndani ya has mhubiri, already been put inside the ndani ya preacher, mnenaji. inside the speaker. Yeye akisimama, He will stand here. tembea na yeye You walk together with him. kule anakoenda, Wherever he's Enda na yeye. going, go together with him. kule anakoenda, Wherever he's going, enda na yeye go together with kule him. anatembea. Where he is walking, Tembea na yeye. walk together with him. Hichi ndicho cha kufanya This is the thing to do upate ile haja yako. that will make you to get your desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tembea na yeye, So walk with him. anaonya
He's warning. enda na yeye. Go together with him. Anafundisha. He's teaching. enda na yeye. Go together with him. Anakemea. He's rebuking. enda na yeye. Go together with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kule anakoenda, So wherever he's going, tembea na yeye. go together with him. Wale watu Those people waliwafuata Paulo na sisi, who followed Paul and Silas, wakipiga kelele huko nyuma, shouting behind him, lakini si za fujo. but they're not shouting about Wanatangaza Mungu huyu they're shouting about this God tunayemwabudu, who are worshiping. haleluya, Hallelujah. na ukitaka upate mema, So if you want to get good mhubiri things, anaposimama, when the preacher stands here, nenda kwa yale afundishayo, go according to how he is tembea teaching. kwa hayo, Walk with them. mfuate kwa hayo, Follow him in those things. haleluya. Hallelujah. Utaenda kukuta You find that kile kigingi kile all the storm kinazuia yale mema yako, which is stopping your good thing, utakiona ndio hiki you kimesimama, find it is here before you, maana umefuata mtu wa Mungu. because I follow the man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na utaokolewa, And you will be delivered. haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo leo ni Jumatano, So today is a Wednesday, siku ya mafundisho, the day of teachings, na tumekwisha kuja, and we have already come. hatukuja wenyewe, We have not come on our Mungu own. ndiye ametuleta It is hapa God who has brought us kwa here. mwanzilishi, God of the founder, ndani ya mtumishi wake, inside the servant of God, tayari ameweka hilo and neno, already has put the word, amelitia ndani ya and mnenaji, the word is inside the speaker. haleluya. Hallelujah. Ni sisi letu kutulia So what you have to do is to na be calm kumsikiliza and listen to him, na kumfuata and also follow na him kuenenda na yeye, and go according to his teaching. haleluya. Hallelujah. Hatutatoka hapa bure, And we shall not go out in vain. lazima kila mtu Every one of us atadona chake, will have got his own thing. haleluya. Hallelujah. Naomba tuinamishe So vichwa let us all vyetu bow down our heads ili tumpe nafasi so that we mapema may give him a chance early, that aweze kunena na he sisi. may be able to deliver the Baba, word. ninakushukuru Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru jioni ya leo kwa ibada njema ambayo tayari Bwana umetayarisha ndani ya mnenaji. Baba, ni asante kwa kuwa umetuleta Bwana, hukutuleta bure, bali umetuleta kwa faida ili tufaidike katika roho na mwili. Naifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Kwa hivyo tulia ndugu yangu, So become a brother mahali ulipo. where you are. Mungu anakuja pale God pale. is coming right there. Mungu anakuja pale God pale. is coming right there. Utatoka hapa kitupu. You will not go out empty. Karibu pastor. Welcome, Pastor. Karibu. Welcome. Uje unene nasi. Come and talk to the people. Watu wako tayari. People are all ready. Wanangoja ule usemi. They are listening to your talk. Wanangoja yale utakayonena. They are waiting for what you're going to talk. Haleluya. Hallelujah. Wako tayari. They are ready. Wametayarisha roho zao They have prepared their hearts, kungojea waiting neno litokalo ndani yako. for the word that comes from you. Karibu sana So pastor. welcome very much. Karibu sana. Welcome very much. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen. Jioni njema, Mungu wa mama mwanzilishi ametuleta pamoja. It's a good evening that the God of the founder has brought us together Kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu. by the prayers of his servant Emmanuel Kea Mzungu. Tumelindwa tangu Jumapili You have been secured from Sunday mpaka leo Jumatano ya kwanza ya mwaka. up to today, the first Wednesday of the year. Ni yeye ambaye amekutia nguvu, amenitia nguvu He's the one who has strengthened you and me mpaka umefika, nimefika. until you have come and I have also come. Kwa hivyo nikushukuru Mungu. So we need to thank God. Amen. Amen. Tumeletwa We have been brought ili tukumbushane. so as to remind each other. Mtumishi wa Mungu husema kila wakati tuko safarini, Servant of God always says that we are traveling, na aliye safarini hachoki, and whosoever is in traveling does not get weary, mradi hajafika kule anakoenda. provided he has not reached his destination. Toka mwambia karibu, anasema asante, Even if you tell him welcome, he'll say thank you. mpaka hakikisha amefika kule aendako. But he has to make sure he has reached his destination. Ndio akiambiwa karibu, utaona anaketi That's the time he'll be invited and sit down na kukubali anachokiandaliwa. and agree what is served before him. Lakini kitambo hajafika, But before he reaches there, kuketi kwake si rahisi, his sitting is not easy.
Kumuona amekaa paka amalize nusu saa. You find him seated for half an hour. Anasema asante, niacheni naenda. He'll say, thank you, just let me go. Ndio sisi nasi hatuwezi kutulia. That's why we cannot also settle down. Roho zetu zina njaa ya kutafuta Mungu. Our hearts are hungry for searching for God. Maana hatujafika. Because we have not reached lile Mungu alituitia. To what God has called us for. Ni ufalme wa mbinguni. It is the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Na hatujui saa wala wakati. And you don't know the hour time. Ndio mtumishi wa Mungu Mjumbe alikuwa akisema. That's why the servant of God Mjumbe used to say, mtu ishi kana kwamba dakika ijayo ndio utaenda. You should live like the next minute you're going to pass on. Usiishi na kushiriki kila jambo na kuzungumza kila neno. Do not live partaking in everything and saying everything. Kana kwamba kesho utafika. Like you're going to see tomorrow. Uungame unayoyakosea. You confess all your transgression. Kila nukta, every minute or second. piga hesabu, je nifanyayo? Account for what you are doing. Nikaitwa leo nitaingia? If I'm called today, will I be able to enter? Amen. Amen. Ndio Paulo akasema. That's why Paul said, kasirika lakini sifike jioni. You may be annoyed, but let not the evening come. Kasirika kuko ambao umekosa wewe. Being annoyed is there because offenses are there. Kasirika. You may be annoyed. Lakini akasema isifike jioni. But again he said, let the evening not come. Maana yake samehe. The meaning is you have to forgive. Lakini utakaa na chuki mpaka kesho kutwa mpaka mwezi ujao. But you stay with hatred until the next day and next month. Na hujui utafika mwezi ujao. And you never know that you'll be able to see the next month. Kwamba isifike jioni. The meaning of the evening should not come. Uwe na toba. That there should be repentance. Samehe. There should be forgiveness. Uachilie. There should be pardoning. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Seek diligently to have peace with all men. Maana Mungu afanye kazi na moyo ambao umejaa chungu ya maneno. God does not work with a heart that is filled with hatred and all other things. Ndio neno yule tulilopewa. That's why the word that we were given. Amen. Amen. Yule kijakazi hakuona kufunguliwa bure. That damsel was never set free in vain. Si kule kusikiliza tu. It's not only the listening na kule kufuata tu and following. Maana yake alipewa kupenda. The meaning is she was given to love. Amen. Amen. Maana hata wewe unafuata. Because you're also following. Hata wewe unasikiliza. Because you're also listening. Lakini mbona pale hapaokoki? But then why are you not being delivered from there? Mbona haliokoki? And why are you not delivered there? Na kufuata wafuata. And they are following also. Na kusikiliza wasikilize. And you're also listening. Amen. Amen. Maana yake yule kijakazi. The meaning is that the damsel alikuwa na kitu ndani, had something in her. Kupenda, hakuchukizwa na yale Paulo anayonena. Loving, she never got offended with what Paul was saying. Amen. Amen. Alifuata, she followed kwa kupenda, with love. Hakuna mahali aliweka question mark na hili je mbona. There is no place that she questioned, why is this happening this way? Mbona je amekemea kwa nini mtu kama mimi? Why is he rebuking me like this? Mbona nitajona yale? Why should I be mentioned this way? Hata wafuata kweli, truly you are following, wasikiliza kweli, you are listening to the word, lakini kwa sababu hutendi, but because you are not doing, na atendaye huwa amependa, and whosoever does must have love, Mungu afanye kazi, then the Spirit of God will not work with you. Anafanya kazi na wapendao. He is working together with those who love. Amen. Amen. Ndio maana Mungu akafanya kazi kwa yule. That's why God had to work with that damsel. Hallelujah. Hallelujah. Ndio Johana, that's why John, wametarajia Mwokozi aje. They are expecting the Savior to come. Akapelekwa gerezani kabla Mwokozi hajamuona. He was put into prison before seeing the Savior. Lakini akiwa huko gerezani huko, but while in prison, akasikia habari kuna mtu anahubiri huko. He heard about somebody who was preaching outside na kufanya miujiza and doing so many miracles. Maana alipelekewa habari na wanafunzi wake. Because his disciples took him the information. Basi baba yetu uko jela kweli. So truly our Father, you are in prison. Lakini yale ulituambia kwamba kutakuja Mwokozi. But what you told us that a Savior is coming, atakaye tuambia yote, who will be telling us everything. Kuna mtu huko anahubiri na kufanya maishara huko. There is a man preaching out there and doing so many miracles, zinazofanana na zile ulizosema yeye Mwokozi akija atafanya, which is according to what you said when the Savior comes they will do. Hatujui kama ni yeye. So we don't know whether he is the one. Maana amepelekwa gerezani kabla hajamuona. Because he was put in prison before seeing the Savior. Hallelujah. Hallelujah.
Kabla hajaona akifanya kazi hizo. Before seeing him doing all those works. Ndio akatumana. That's why he had to send. And then mkamuulize huyo. Go and ask him. Afanya hizo ishara ni yeye au tutarajie mwingine? The one who is doing those miracles, is he the one or should we expect another one? Wakaenda. So they truly went. Wakasema tumetumwa sisi. Then they said, we have been sent. Na baba yetu Ibrahim na Yohana. By our father John. Tukuulize. That we ask you. Wewe ndio yule mwokozi anayetarajiwa kuja kuokoa ulimwengu au mwingine? Are you the savior expected to come and save the world, or were expected? Yeye hakusema kitu. So he never said anything. Hallelujah. Hallelujah. Kafanya ishara. He did some signs here and there. Kaambia aendeni kumwambia yale mlioyaona. And then he told them, go and tell him what you have seen. Wafu wanaona. The blind are receiving the sight. Viziwi wanasikia. The deaf are hearing. Viwete wanasimama. The lame are walking. Masikini wanahubiriwa habari njema. And the poor have the good news preached to them. Lakini but ni heri yule apendaye. Blessed is he who is loving. Kuliko yule achukizwaye. Other than the one who is offended. Meona kweli? You have truly seen ishara hizi. You have seen the signs. Lakini heri yule apendaye. But blessed is the one who loves. Lakini yule achukizwaye yule. But the one who is offended. Hataona heri maishani mwake. Will never see any blessedness in his life. Atakaa humo akifuata kweli. He will be here following. Na akisikiliza kweli. And listening. Amen. Amen. Lakini hata yaona zile ishara hataziona. But he will not be able to see any sign. Neno kupenda. So the word is loving. Neno kupenda. The word is loving. Pendo. Love. Ndio utimilifu wa sheria zote. Is the fulfillment of all the laws. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee Mathayo hiyo. Read from the book of Matthew. 11:4-5. The book of Matthew chapter 11, 4 and 5. Ndio tuko humu. That's why we are here. Nyuma ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Kemp. Behind the servant of God Emmanuel Kemp. Apewayo ni ya kutuokoa sisi sote. Who is given a word of salvation to all of us. Tunasikiliza kila siku. We are listening to him every day. Amen. Amen. Hata yaweza kuwa unayashika. In fact, you may be upholding to them. Hata waweza shuhudia mtu hata akaokoka. You can even testify to somebody and come to salvation. Lakini kama hupendi. But if you are not loving. Hakutafanyika kitu. Nothing will be done. Amen. Amen. Yaweza kuwa uko humu kweli. Maybe you are here. Hata unasikiliza. You are listening to the word. Kila siku. Every day. Na wasikiliza maana si unafuata. And you are following because you follow. Lakini. But. Kule kusikiliza peke yake hakuokoa. Listening alone is not enough. Anasema tena ushike. He says again you have to uphold. Na kule kushika nako peke yake hakutoshi. And the upholding only is not enough. Upende. You must also love. Na pendo likuweko utatia matendo. And if there is love, there will be action. Huwezi kutenda neno ambalo hujalipenda. You cannot love something that you cannot do. Amen. Amen. Tusomee hapa. You read for us that verse. Mathayo 11:4-6. Matthew 11:4-6. Yesu akajibu akamwambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. Amen. Amen. Unaweza kuwa humu mtu wa kuchagua. Maybe you are here a person of choice. Wachagua la kushika. You are choosing what to uphold. Wachagua la kutenda. You are choosing what to do. Wachagua la kupokea. You are choosing what you can receive. Amen. Amen. Maana umenyang'anywa pendo. Because love has taken away from you. Umenyang'anywa kupenda. Love is taken away from you. Biblia inasema pendo huamini yote. The Bible says love believes in all. Amen. Amen. Aliamini mamoja. It does not believe in one thing. Kuna kubarikiwa na kuna kufilisika. There is being blessed and there's going bankrupt. Mtu apendaye, a person who loves, hata katika kufilisika, even if there is bankrupt, bado atafuata Mungu. Still he'll follow God. Bado ataamini yanenwayo. Still he'll believe in what is being preached. Bado atatenda. He will be doing ya Mungu. The word of God. Amen. Amen.
maana ndani mwake kuna pendo. Because there is love in him. Hallelujah. Hallelujah. Anayekuwa na pendo moyoni, whosoever has love in his heart, hata shida ikaja, even if a problem comes, haimtoi pale, it will never take him out from there. Maana anajua kwa Mungu, because he knows in God, mema yako, there are good things, na mabaya yako, and evil things are also there. Sio mema peke yake. It's not good things alone. Ayubu, Job, kilichomwokoa ni pendo. the thing that made him delivered is love. Aliyapata Ayubu alikuwa ni kufuru. The thing that Job was to do was maybe to blaspheme and to say, if this is the salvation, then because God has forsaken me. Lakini akaendelea kusikiliza la Mungu. But then he continued listening to the word of God. Je, kwa Mungu tupate mema na mabaya tusipate? Do I get good things from God and not get the evil things? Kilichompa Ayubu kusimama, the thing that made Job to stand, ni pendo, is love. Ninaamini yote. That he believes in all. Kufilisika kuko, bankruptcy is there, na kubarikiwa kuko, and to be blessed is also there. Hallelujah. Hallelujah. Kuishi kuko, living is there, na kufa kuko, and dying is also there. Sasa niache Mungu, so should I forsake God? Watoto wote wameenda, because our children are gone. Anajua wametangulia kwa Mungu. He knows that they have gone before him to God. I'm the one remaining to follow them. Tengeneze maisha yangu, that I have to amend my ways, nitawafuata nyuma, because I'll follow them. Amen. Amen. Hilo halikumtoa. So that one did not isolate him from God, that he should stop following. Hallelujah. Hallelujah. Aache kusikiliza, that he should not continue listening. Kilichofanya kazi ndani mwake ni pendo. The thing that worked with him was love. Maana pendo huvumilia yote. And love perseveres all. Pendo huamini yote. And love believes in all. Pendo halishirikiani na ubaya. Love does not partake in evil things. Pendo linaonyeka. Love can be won. Pendo halijivuni. Love has no proud. Linahesabu mwingine bora. It esteems others better. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndio akasema, that's why he said, haja ya kuambia mimi ndiye. I don't need to tell you I'm the one. Kama ambeni Yohana mlioyaona. You just go and tell John who you have seen. Kama ataamua hizo ishara hizo, if he's going to decide from those signs, hazifanywi na mtu bure isipokuwa yuko rohoni. They are not done by somebody in faith, spiritual. Then let him decide. So mpaka niwaambie mimi ndiye. I don't have to tell you that I'm the one. Kamwambia hizo ishara mlizoziona, you're going to tell him what signs you have seen. Amue kama zinafanywa na mburuga, and let him decide whether they look like a Satan, zinafanya hizo ishara aamue. Or maybe the strength of the devil working, let him decide. Atapenda au hatapenda. If he's going to love or not, or maybe get offended. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo kinachofanya kazi, so the thing that is working, wasikiliza kweli, you really listening to the word, hata umeshika, and in fact you are upholding, bado havijaokoa, that one is not enough. Upende. You have to love. Maana apendaye atatia matendo. Because whosoever loves will put into action. Hallelujah. Hallelujah. Atatia matendo. He'll put into action. Ndio yule akaambiwa, that's why that one was told, umekuwa mzima. You have been made whole. Amekutwa ndani ya hekalu. He had been made in this temple. Usifanye dhambi tena. Do not commit sin again. Ukarudi na uchungu tena. That bitterness comes back to you. Kulaumu tena. And you begin blaming again. Hallelujah. Hallelujah. Yasije yakakupata makubwa zaidi. Or less bigger things may come upon you. So all of us have seen signs in this God of the founder mother, by the prayers of the servant of God, today by the prayers of the servant of God Emmanuel K. Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. Everyone has his own gift. Hallelujah. Hallelujah. And the servant of God has a gift that's given by God. Hallelujah. Hallelujah. Tukapewa kupenda. So if we are given to love, tukapewa kupenda, if you are given to love, tujue hapa, to know that tumeachiwa mtu ndiye. A man has been left with us. Anasema msikilizeni yeye. And he says listen to him. Katika mambo yote, in everything atakayo yanena, that he will tell you, ndio mtakuwa salama. That the time you will be safe. Hallelujah. Hallelujah. Musa akasema mimi sijui kuzungumza. Moses said I'm not able to speak well. Ni mpole katika kuzungumza. I'm a stammer. Kama wewe huna haraka ya kuzungumza, so if you are not in a hurry to say anything, hallelujah, hallelujah, wewe utakuwa kama Mungu, then you will be like God. Na Harun yuko hapa, and Harun is there. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
Sasa tukapewa kupenda. If you are given to Tukapewa love, kupenda. if you are given to Tukapewa love, kupenda. if you are given to Na love kuhesabu bora and esteeming others zile better, baraka zote ambazo ametuombea all the blessing that he has prayed for us yatufikia sisi. will come upon us. Haleluya. Hallelujah. Siri ni hiyo tu. That is the only secret. Maana mahali pengine Mungu anasema Because another place God is saying, anafanya kazi na wale wapendao. he's working together with those who Sio ni love. kuchukizwa. No people who are offended every time, Kiburi. pride and here and there, Kutohesabiana bora. not esteeming others Mungu hakai better. mahali hapo. God does not stay at such a place. Pendo Love linakuhesabiana bora. and esteeming each other Pendo. better. Love Linavumilia. is persevering. Haleluya. Hallelujah. Na hapo ndipo Mungu anakaa sasa. And that is the place God will stay. Hata uone tunaombeana Until you see that we are na praying for each other tunaongozwa, and we are na guided, yale yote Mungu ametutakia katika mtumishi wake. and all that God has wished for us in Taona his servant, yanatimia kwa jina la Bwana Yesu. you find them being fulfilled in the name of Jesus Yatatimia kwa Christ. jina la Yesu. They are being fulfilled in the name of Jesus. Kujaliwa kupenda If you're unable to na love kutazama mahali pamoja. and looking at one point. Haleluya. Hallelujah. Somee hapo tena hapo. You read for us again the same verse. Wewe uko humu. You are here. Wachukizwa wapi? What is offending you? Ni maonyo? Is it a word of warning? mafundisho? Is it a word of teaching? Ni kutumikia Mungu? Is it serving God? Haleluya. Hallelujah. Au ukienda kwa mhubiri akuongoze, Or maybe if you go to a preacher to be counseled, anakwambia hili, he's telling you enda this. tutaomba, God, we shall pray, Mungu atafanya njia. and God will open up the Mbona way. haombi sasa? Then you are saying, why doesn't he pray for me now? Wachukizwa na kuongozwa. You're offended of being counseled. Biblia inasema And the Bible is alituma saying wengine maongozi, he gave others the administration, na walimu, and some are na teachers, mitume, and some are na apostles, manabii, and some are na prophets, and a maonyo, word of warning, mwili wa Kristo ukamilike. so that the body of Christ can be fulfilled. Wewe unakataa kuongozwa So kivipi? why are you refusing to be guided? Enda hili tutaliombea hili. God, we shall pray for you. Wasema kwa nini? You are saying, why is he telling me this? Hutaki kuongozwa. Then you don't want to be guided. Hutaki kungoja. You don't want to wait. Na Biblia inasema wamngojao Bwana And the Bible is saying, whoever waits for the watapata nguvu Lord, mpya. they are going to get a new strength. Uongozeki kwa Then nini? why are you not being guided? Haleluya. Hallelujah. Nguvu mpya itakujeje? Then how will the new strength come? Unachukizwa na kuongozwa. You are offended of being guided. Hili ndugu, ngoja. This one, brother, go and wait. Amen. Amen. Tunaomba Mungu atafanya mlango. We are praying to God and he'll open up the door haja ya for you moyo wako. and he'll give you heart desires. Sema mbona hakuomba saa hiyo? But you are saying, why doesn't he pray for me now? Mbona mwingine amekuja akampatia toba sadaka? Why is it that another one has been prayed for? Roho anaongoza So the Spirit of God is guiding vile atakavyo yeye. according to the way he wishes. Mhubiri si kitu. The preacher is nothing. Mimi nikiwapa si kitu. If I'm here, I'm Hata nothing. ujivunie hati. That I should be proud Mhubiri that kama I'm nani? here preaching Bila roho wa like Mungu. without the Spirit of God. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hata angalieni injili yangu hii. That you look at my messages. Nilihubiri huko. I preach there Dabaso sijui wapi. in Dabaso and other places. Waangalia akana nani? You are looking like Wewe ni nani? Mimi who ni are nani? you? Me, who Bila am pumzi ya I? Mungu. Without the breath of Mimi God. wewe una injili. Injili itoke wapi? Where do you get the preaching from? Amen. Amen. Bila roho wa Mungu. Without the Spirit of God. Afanye kazi roho wa Mungu. The one who is working with the Spirit Na of mtu mwenye God. pendo And anybody who has love hajivuni. is not proud. Haleluya. Hallelujah. Umeombea mtu ameokoka, ni Mungu ndiye ameponya, si You are wewe. praying for somebody who has been healed. It's God who has healed him, not you. Haleluya. Hallelujah. Umemwambia la Mungu, You have told him the word of God. ameamini la Mungu, He has believed the word of God. ameshika la Mungu, He has upheld the word of ametenda la God. Mungu, And he has done the word of God. Mungu ndiye amemponya. And God has Maana healed him. ameamini la Mungu. Because he has believed in the word of Ndio God. Yesu akawaambia watu, That's why Jesus told the people, wanaowaambia hao wafuateni. Wanaowaambia hao whatever wafuateni. they tell you, follow them. Lakini vile wanaenda, But according to their deeds, msiige hata moja do lao. not copy even one. Kuonyesha Showing that unaweza kushuhudia mtu you can testify to hata somebody umhubirie, and you preach to him hata aokoke, and until he na receives wewe salvation, usiingie katika but then ufalme. you don't enter into the kingdom Maana hutendi, because you're not doing. hupendi. You don't love. Haleluya. Hallelujah. Ndio hatari iko hapo. That is the danger we Kwa kazi hii ya have Mungu. in this work of God. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapo. You read for us that verse.
Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na mnayoyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Amen. Amen. Blessed. Blessed. Heri. Blessed. Yule asiyechukizwa nami. Whosoever is not offended in me. Hallelujah. Hallelujah. Neno kupenda. So the word is loving. Muombe Mungu akujalie. Pray to God to enable you. Unafuata? You are following. Wasikiliza? You are listening. Kilichomwokoa yule kijakazi, The thing that saved that damsel ni kupenda kuliko neno. is loving. Alifuata katika pendo. She followed in love. Hakuna alitia question mark kwa neno moja hata la Paulo. There is no time that she questioned anyone. Roho wa Mungu akaingia ndani ya Paulo. That's why the Spirit of God went inside Paul. Paulo, Mungu akamwambia huyu. And Paul told God, this woman yuko upande wako. is in your side. Amen. Amen. Anafaa kupona huyu. She deserves to be healed. Bado ana mizigo hii. Even though she's still carrying this burden. Tena anapenda hivi. But she's loving this way. Je, akapumzika mizigo hii? What if she's given some rest? Si atapenda zaidi? She will love more than this. Hallelujah. Hallelujah. Paulo akaongozwa na Roho wa Mungu muombe huyu. Paul was guided by the Spirit of God to pray for her. Mhubiri hajaongozwa omba. So before the preacher is guided to pray, ameongozwa kukuongoza aenda akashukuru hivi. He has been guided to guide you, go and pray this way and this way. Ndio unaona mwingine nimekuja mniombee, tukuombee kama nani. That's why you see somebody coming here saying, I've come here to be grateful. Nitaongozwa kukuombea. Do you know the problem you have? I'll be guided to pray for you. Naenda nikaombewe. You are coming from home, you are saying I'm going there to be prayed for. Who told you? Ondoka naenda nikatafute ushauri nifanyeje kwa shida hii. I am going there to be counseled what I should do according to this problem. Si waje uombewe. Not that you are coming here to be prayed for. Kwa maututi kabisa. Maybe you're in a critical condition. Lakini mhubiri aongozwe. But the preacher to be guided by the Spirit. Mwambie huyu. Tell this man akashukuru Mungu kwa uponyaji. That he should go and thank God for the healing. Na wewe umetoka huko na sheria yako. And you have come here with your own laws. Amen. Amen. Itakuondolea kupenda. That one remove your love. Itakupa kuchukizwa. It will make you to be offended. Hallelujah. Hallelujah. Ndio wengi mwakosa kuona ahadi za Mungu. That's why many of you do not see the promises of God. Tusomee Warumi 8. Let us read from the book of Romans chapter 8, 28. verse 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. And we know that all things work together for good to them that who love God, to them who are called according to his purpose. Amen. Amen. Mungu hafanyi kazi na kila mtu. God does not work with everyone. Hafanyi kazi na kila mtu. God does not work with everyone. Hallelujah. Hallelujah. Hafanyi kazi na kila mtu. He does not work with everyone. Haijalishi una madaraka gani. It doesn't matter what rank you have. Haijalishi una cheo gani. It doesn't matter what rank you have. Haijalishi ni wa heshima gani. It doesn't matter what level you have. Kazi na wapendao. He's working together with those who love. Hallelujah. 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 Wapendao. Those who love. Moyoni, in your heart, amehimizika kuunga madhambi. You have been insisted to confess the sin. Wapendao hawana aibu. Those who love are not ashamed. Mtu kama mimi, that a man like me, niseme nilifanya hivi, to go and say I did this, na Roho amemuhimiza, and the Spirit of God has insisted in you, go and partake in this. Apendaye, whosoever loves, haoni aibu, is not ashamed of anything.
ataacha makoti yake chini, He will put all his coats down, heshima zake chini, all his respect down, na huyu Mungu atafanya kazi and pamoja. this one God is going to work with him. Lakini wewe wasema mtu kama mimi, But they are saying a man like me, kitu huna the kupenda. thing you're lacking is you're not loving. Haleluya. Hallelujah. Nakupenda. You have no love. Ndio unafuata kweli. That's why you are following truly. Unasikiliza kabisa. You are listening to the word Hata umeshika. until you are Baba holding. Mungu anasema hesabu wengine bora. The word of God says, esteem others better. Hayo unayajua hata kuyasema kwa kichwa. You know that you can even read it off head. Lakini Mungu atafanya kazi na wewe. But God will work with you Ukijaliwa kupenda. if you're able to love. Maana apendaye Because whosoever loves atatia matendo hilo. will put the word into action. Amen. Amen. Lakini waweza kuhubiri hata mwingine aokoke. But you can even preach to other people to be Hata atubu delivered kweli mimi sina kuhesabu watu bora. until he confesses that I don't esteem others better. Amen. Amen. Hata aokoke paka atubu paka atakasike. Until he's delivered and confesses until Na he's wewe cleansed. utakaa pale utaokoka. But then you'll stay there without being Maana delivered hupendi. because you're not loving. Wasikiliza kweli la You are Mungu. listening to the word of God. Hata umelishika. You are holding to the word of Hata unaweza God. kuhubiria mwingine. You can even preach to Hata other unaweza people. kuonya mwingine. You can even heal other people. Lakini wewe But you personally, usipokuwa na kupenda if you don't have the love na kutenda hilo la Mungu, and doing the word of God, hakuna kuokoka. then there will be no salvation. Haleluya. Hallelujah. Na mimi namwomba Mungu wa That's mwanzilishi. why I'm praying to the God of the founder Sio yule asikilizaye tu, that I should not be a listening au one, ashikaye tu, or maybe somebody who is upholding to the bali word, nijalie kupenda. but the Lord should enable me to Maana upendo love, because love ni uhai unatia matendo. is life and you put into action. Haleluya. Amen. Tusomee tena hapo. You read for us again that verse. Hapo Warumi 8 The book of Romans chapter 8, 28. verse Nasi 28. nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Yaani walioitwa kwa kusudi lake Those who are called according to his purpose wamepewa kupenda. are given to love. Haleluya. Hallelujah. Walioitwa kwa kusudi lake maana yake ni wale wapendao. Those who are called according to his purpose means Si wenye those who kuchukizwa, love, not people who are Wenye offended, maswali mengi. people who are questioning. Kusimama hapa sio kuokoka. Standing here does not mean your salvation was saved. Haleluya. Hallelujah. Lakini kupenda. But then love. Ndio nimekwambia Bwana Yesu akawaambia That's why I told you, Jesus told haya them, wanaowaambia hawa, the word that I tell these people shikeni tell you, tena muyatende, uphold to them and do maana them, ni yangu mimi, because they are mine. lakini msifuate jinsi wao wanavyoenenda. But do not go according to the way Maana they wao go, wanawateka ninyi mizigo mizito because they are heaping you burdens ambayo wao wenyewe hawayafanyi. which them personally cannot carry. Penda mkeo, Love your wife. haya tii mumeo, Okay, obey your husband. tolee Mungu, Give to God. uwe na amani na watu wote. Have peace with all Mungu men. anasema hesabu mwingine bora, God is saying esteem others lakini better. yeye, But he himself, amen, amen, hatimizi hilo, is not fulfilling maana that, amenyang'anya neno pendo. because the word love has been taken Maana away from him. pendo halidharau mwingine, Because love does not despise pendo others. hesabu mwingine bora. Love esteems others better. Haleluya. Hallelujah. Anashika kweli hukumu za Mungu, Truly, you are holding to the lakini judgment of hatendi, God, maana amenyang'anywa pendo. but you are not doing them because love is taken Maana away from pendo ndio you. utimilifu wa sheria. And love is the fulfillment of the law. Ndio uko humu mtu That's upendaye. why you are here. Are you a person who is loving? Haleluya. Hallelujah. Nilichelewa hapa kupona asma, I got late here being healed of maana ni mtu asthma usiyependa. because I'm a man of who does Nikitembea not huku love. unaona sipendelewi, If I walk this way, I find that I'm not favored. nikionywa unaona nimeonewa, If I go this side, I think people are depriving nataka me. kuheshimiwa tu kila saa, I want to be respected every naona time. sitendewi vema. I see that people are not doing good to me. Haleluya. Hallelujah. Lakini Mungu akanisaidia But then God assisted me kwa maonyo mengi aliyopewa by so many warnings that were given. mtumishi wa Mungu mchungaji Musa. The man of God, Mchungaji Musa Idi, Yeye hakunibembeleza he never or coaxed wala me, haku anakubembeleza. or he was never coaxing me. Haleluya. Hallelujah. Kapewa kuonya. He was given to warn me.
Anasema simaniita mchungaji. He said, yes, you are calling me a shepherd. Yes. Kiboko changu kiko wapi? Then where is my rod? Na alijua sisi hapa, And he knew that we tu watu wa kuitwa baba, are people who are called father. baba mdogo, We are called uncles. baba mkubwa, We are called uncles shangazi, or aunts. haya. Okay. Mbona mmemfanyaje shangazi yangu? Then what have analia? you done to my aunt? She's Hata huyo crying. mama mwenyewe naye anatukanwa na baba. Even the mother can also be abused by the Mimi nilikuwa uncle. mama akanikemea analia, My mother used to rebuke me alafu and I baba mdogo aje, cried. And then my uncle comes. huyu baba mmemfanyaje? What have you done to my father? Mama ndiye amenifinya sikio. Kwa nini? Oh, my mother has pinched my ear. Why? Anamrudia huyo mama tena. Then he goes back to the uncle, Nami to the mother. niliitwa jina la mzee wa muji. I was given a name of the owner of Huyo the babu wa homestead. muji anaitwa Mwazombo. The owner of that homestead, his name is Nilibandikwa hilo Mwazombo. jina. And I was also Baba given that mkubwa name. ananiita baba. My uncles are calling me Baba father. mdogo akija anaita baba, yuko wapi? When my uncles come, they call me father. Kazi akija, baba uko wapi? When my aunts come, they call me father. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na nikapokea roho hiyo nikaileta hapa. And I received that spirit and came with it here. Nataka nihesabiwe bora tu kwa kila jambo. Bora. I kwa want to kila be jambo. esteemed Niitwe better baba. in Niitwe everything. baba na I want to missionary be called a ametoka kuonya father. And missionary was given to na warn. kufundisha, And even to teach. kukemea. And even to rebuke. Nikawa sishikani na yeye. So I was not together with him. Hallelujah. Hallelujah. Nataka niheshimiwe, I want to be respected, niitwe baba. to be called a father. Ndio alikuwa akija na sukuta yake hapa. That's why whenever he rode in his scooter Kanisa ile ya coming kwanza here, ile. the first church, Kuna mianzi ilikuwa hapa. there were bamboo trees there. Hallelujah. Hallelujah. Nikisikia sukuta roho inawaka wa. When I see him coming, my heart is Mtu baba yako exploding. anakuja bado watu wanafurahi, mimi roho inawaka. Your father is coming, people are rejoicing. Maana and kitu my heart is sipendi ni exploding. maonyo. Because the thing I hate is warning. Sikuokoka, I never got niliokoka delivered. kidogo. Need to salvation here and there every Hata time. Nikashangaza missionary na wazee wa kanisa. And I surprised the missionary and the church elders. Kijana unafaa kupona wewe. Young man, you deserve to be healed. Kazi hizi ufanyazo hizi. All the work you are doing here, Unafaa kuwa mzima. you deserve to be healed. Njoo hapa tukuombee. Come here, we pray for you. Tangu waniulize dhambi gani, mwisho wananiombea tu kwa huruma. From the time they were questioning me until now they were just praying for me. Hakukufanyika kitu. But nothing was done. Niponyaji kidogo. Little healing here and there. Mpaka nilipojaliwa kupenda. Until the time I was unable to love. Nilipoitwa shetani. When I was called a devil Huyu here. Rimba amekuwa shetani. Rimba has become a devil. Aende zake. Let him go away. Kazi haziendi, yuko hapa. The work is not in progress because Mungu of him. akanijalia kupenda. So God enabled me to love. Nikamfuata. And I followed it. Asubuhi la Alhamisi. In the morning of Kweli mimi Thursday. nimekuwa shetani. Truly I've become a Na devil. machozi yananitoka. And I was weeping Na that naongea time. hivyo kutoka And ndani. I'm saying that from the bottom of Ule my kusema heart. nanionea kumeondoka. Saying that I'm being depraved has gone away Nikawa from me. nimekubali kweli mimi nimekuwa I shetani. had accepted that I've become a devil. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wewe uko hapa wachukuzana nini? You are here, what is offending Na you? ulichaguliwa. And you were chosen. Uliitwa na Mwenyezi You Mungu. were called by Ili God. urithi mema. That you may inherit Ili good urithi things. baraka. That you may inherit blessings. Uzima kamili. That you may get complete Ni healing. wapi upendi? Then where don't you love? Hallelujah. 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 Anasema He is saying anafanya kazi na wale wapenda. he's working with those who love. Ndio Mungu akanijalia toba ya kujirudi. That's why God enabled me to have the repentance, continuous repenting. Nilitoka kwetu Chonyi nije ni. I came from my only Hii roho life. inayonipa kushindana inatoka Then wapi? why is this spirit giving me to compete? Inayonipa kutaka kutangulizwa kila saa yatoka wapi? Which gives me to wanting to be recognized every Najua time. Where is it kule coming from? kwetu kwa baba na mama. Then I knew right from my home, from my father and mother, Niliongoza wazazi. I was leading the parents. Hata ameonya He has warned, nitalia I'm going to cry mpaka huyo mama huyo until my mother. anaambia ni basi mwanangu ni basi. Then he says, I'm sorry, my son, I'm sorry. Haya, nafuta machozi. Okay, I wipe my tears. Haya, nimemfanya yeye atubu yeye I sasa. have made her to repent. Nimemfanya yeye atubu I yeye. have made her to repent. Haleluya. Baba Hallelujah. naye hivyo hivyo. My father the same way. Walitulea kwa pendo kubwa. So they brought us up in a lot of Maana love tulipona chupuchupu kwa magonjwa mengi. because we had a narrow escape in sicknesses. Sasa nimekosea kweli. So truly I've offended Hata amenikemea. until he has rebuked Lakini me. nikilia But when I cry,
Anajiliwa na huzuni mtoto huyu, hata angekuwa mtoto. Then he becomes sad again. I would have loved Anarudi this yeye child. tena kuwa na huruma, ni basi mwanangu. Then he becomes so merciful and says, I'm sorry my child, I'm Chakula sorry. ndicho hichi ule. He has food for you to eat. Nimekuja kuokokani. Okay, I've come to salvation. Amen. Amen. Nataka nifuatwe hivyo hivyo. I want also to be treated that way. Nikajua kutopenda huku. So I knew this lack of love kule kwa baba na mama is from my father's place. Kijiti na jongo lake. I threw them away together, all of them. Kamuomba Mungu nijalie kupenda. I prayed to God, enabled me to love. Kuonywa ni kupendwa. If I'm warned, that means I'm loved. Kusahihishwa jambo ni kupendwa. If I'm corrected in anything, that means I'm loved. Kulaumika ni kupendwa. To be blamed means I'm loved. Amen. Amen. Si kukataliwa. It's not to be rejected. Hallelujah. Hallelujah. Nilipojaliwa hivyo, so when I was enabled that way, ndio nguvu za Mungu zikaja. At the time the strength of God came. Nikapona asthma. I was healed of asthma. Na mengi mpaka leo bado. And many other things, and today I'm still being healed. Hata msipopiga makofi, even if you don't clap, najua Mungu amenitoa mbali. I know that God has brought me from far. Mpiga makofi Mungu amwanzilishe. But you are clapping to the God of the founder, not me. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tumeambiwa mambo makubwa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Mzungu leo. That's why the servant of God has prayed for us for big things. Utapata manyumba na mambo that will get houses and fields and vehicles. Vitu ambavyo ni vya ulimwengu huu kesho tunaishi. Things which concern this world. Hallelujah. Hallelujah. Kama ni manyumba tutayaacha. If there are houses, we're going to leave them here. Hallelujah. Hallelujah. Basi nikijua nitayaacha. So if I know that I live in hiyo nyumba lakini sioni kitu. Even though I have that house but I don't see it as anything. Nikijua hii nyumba itakaa hapa Mariakani. If I know this house will be here in Mariakani, I'll not go with it to God. Hata haimo moyoni. Then it is not in my heart. Mungu alifanya hivyo ni maua. God did it as flowers. Ni maua. Those are just flowers. Hallelujah. Hallelujah. Hata nitembee basi watu wanaona mimi natoka nyumba fulani. Haimo. That I should walk and see the people are seeing me. Yale ni maua umepambwa yanakauka kesho. Those are just flowers, they'll dry tomorrow. Takauka. They'll dry. Tayacha hapa. And you leave them here. Amen. Amen. Siri. The secret ni kupenda Mungu. Is loving God. Hallelujah. Hallelujah. Maana Mungu because God anafanya kazi will working na wapendao. Together with those who love. Na wapendao. Together with those who love. Ukiona umetiwa nguvu kufanya kitu mapenzi ya Mungu, ni Mungu ndiye ametia. If you find that you have been strengthened to do the will of God, that is kujivunia. You cannot be proud of that. Nimetoa hivi kama nani? Given this like who? Ni Mungu amekutia nguvu. It is God who has strengthened you. Ufanye mapenzi yake. That you should do his will. Hallelujah. Hallelujah. Unajivunia nini? Why are you proud? Amen. Amen. Hakuna. There is nothing. Umetolea Mungu, umeona baraka. Si kwa sababu you have given to God, you have seen a blessing. Ni Mungu amekutia nguvu. It's God who has strengthened you. Ushukuru yeye. That you should thank him. Amelitukuza jina lake. Who has glorified his name. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena hapo. You read for us the same verse. Leo hatuna maneno mengi. Today we don't have much to say. Unataka Mungu afanye kazi pamoja na wewe? You want God to work together with you? Anasema anafanya kazi na wale wapendao. He's saying he's working with those who love. Si wenye kuchukizwa. Not people who are offended. Uko humu, you are here. Wachukizwa wapi? Where are you offended? Mungu anataka afanye kazi na wewe. God wants to work together with you. Na mimi. And together with me. Tumeombewa mengi. We have been prayed for many things. Bado mtumishi wa Mungu Mzungu anatuombea. And see the servant of God Emmanuel Mzungu praying for us. Hallelujah. Hallelujah. Ili kazi zote zifanyike maishani mwetu. So that all the work may be done in our lives. Tupewe kupenda. We should be given to love. Pendo uamini yote. Love believes in all. Vumilia yote. Love is persevering. Hesabu mabaya. Love does not consider evil. Pendo hauchoki. Love does not get weary. Choke kutenda mema. Getting weary in doing good. Hauchoki kupenda ndugu. It doesn't get weary in loving brothers. Ametenda mema, amefanya mabaya, hauchoki. He has done good, he has done evil. Wala upendo haujivuni. And love is not proud. Hallelujah. Hallelujah. Kisoma you read wa Korintho anasema hivi. If you read from the book of Corinthians, says that. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Yani walioitwa kwa kusudi lake. Those who are called according to his purpose. Kwamba Mungu ajitukuze maishani mwao. God should glorify himself in their lives. Watapewa kupenda. They may be given to love. Hawatachukizwa. They will not be offended. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wale walioitwa kwa
kusudi la Mungu, those who are called according to the purpose of waingie God, katika ufalme wa Mungu, that they enter the kingdom of God, watapewa kupenda. they'll be given to love, Mungu anafanya kazi and pamoja God na will work together with them. Kwa hivyo ni juu yako muombe So Mungu. it is upon you to pray to God Uliniita that you called me, siwe mtu asikilizaye tu that I should not be a man wala listening ashikaye tu, or maybe upholding to your lakini word, unijalie kupenda but enable me to love, ili kusudi lako maishani mwangu so that litimie. your purpose in my life may be fulfilled, Kusudi la kutakasika, that the purpose of being cleansed, kusudi la kufikia mema, the purpose of reaching to good things, kupata baraka, of getting blessings, kupata uzima. of getting the life, Haleluya. hallelujah, Ili nifikie kusudi lako hilo, so that for me to be able to reach that nijalie kuwa purpose, yule apendaye, si enable me achukizaye. to be a man who is loving, not offended. Haleluya. Hallelujah, Haleluya. hallelujah. Mwingine anasikiliza Another one is listening hata ameshika, until he is upholding, hata anaweza kuhubiria mtu, and he can even preach to other dada people, mwenzake, ndugu mwenzake, his fellow sister, fellow brother, kwamba chuki ni dhambi, that hatred is a sin. itakufanya ukae magonjwani na mashidani, It will make you to be insistent in na yeye ana jirani problem. yake hampendi. But he's not loving that sister. Amen. Amen. Kitu amenyang'anywa ni kupenda. The thing that is taken away from her is love. Haleluya. Hallelujah. Ndio mahali pengine Mungu anasema, That's why another place God is saying, kwa kuwa mnalisikiliza hukumu zangu because you are listening to my judgment na mumezishika and you are upholding to them na mumezitenda, and you are doing them, haya Bwana Mungu okay, the Lord God atafanya kazi pamoja nawe. will work together with you. Umesikiliza, If you listen, umeshika, you are upholding, hata unaweza kuziimba sheria za Mungu kwa kichwa, and you can even sing the laws of God in your head. hata unaweza kuhubiria jirani hata akaokoka. You can even preach to your neighbor until he is delivered. Umeshika sasa. Okay, truly you are Umeshika maagizo ya Mungu. You are upholding the commandment of God. Hata waweza kushuhudia mwingine mpaka akaokoka. You can even testify to somebody Maana until he comes to umeyashika, salvation. Mungu anasema hivi, Because you are upholding to them, God na is Mungu saying anasema this. penda ndugu, And God is saying love na Mungu brothers. anasema samehe. And God is saying forgive. Ameshika huyu, This one is lakini upholding. yeye ana uchungu na jirani. But again, he's bitter against his neighbor. Haleluya. Hallelujah. Huyu ataokoka huyu, This one will be delivered hata atakasike, until be cleansed, lakini wewe hutaokoka. but you will not be able to be delivered. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapa. You read again the same verse. Unajua ni wapi? Kumbukumbu la Torati 7:12. Deuteronomy chapter 7, verse 12. Haleluya. Hallelujah. Na mimi nilikuwa hapa, I was here anaweza kuhubiria mtu mpaka aokoke, and I'm able to preach somebody until he hata aone sees ishara salvation, mpaka apone. until he sees a sign Na and mimi he get nimejaa healed. uchungu, But I'm bitter. sina kuonyeka, I cannot be warned. lakini nikisema kuhubiri neno kuonyeka, But when I stand preaching about warning, mwingine atatubu mpaka aokoke, one will repent until he receives salvation. hata aje aseme nashukuru sana, Until he comes and say, I'm so kwa grateful. mahubiri ya jana yameniokoa, The preachings of yesterday have na delivered mimi me. sionyeki, But I cannot be warned. sipokei mtu. I'm not receiving anybody. Haleluya. Hallelujah. Nimesikiliza, I have listened. nimeshika kweli, I've upheld to the word. lakini sina upendo But then I have no love wa kushika la Mungu, of upholding the word of God. ninachukizwa. I am offended. Haleluya. Hallelujah. Tusomee. You read for us. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowaapia baba zako. Basi wacha. Wherefore it shall come to pass, if you hearken to those judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he swore unto thy fathers. Amen. Amen. Kwa sababu mwasikiliza hukumu zangu. Because you are listening to my judgments, Heshimu baba na mama. honor your father and mother, Penda ndugu yako. love your brother, Tii mumeo. love your husband. Dada waweza kuhubiria dada mwenzako hata aokoke, Sister can preach to a fellow sister until he is aseme ni delivered. kweli, He says it is true. mimi sina upendo na ndugu, I have no love to my maana brother. akinena kidogo nimekasirika. When he says something little, I'm offended.
Wamhubiria kwa nini? Maana umeshika. Why are you preaching to her? Because you are upholding to the word. Maana wasikiliza la Mungu. Because you are listening to the word of God. Lakini anasema ili uokoke. But he's saying until you are saved, Mungu afanye kazi na wewe, for the Spirit of God to work with you, ni ujaliwe kuwa mtendaji. You must be able to be a doer of the word. Amen. Amen. Na mwenye kutenda, and anybody who is doing, huwa anapenda, must be loving. Ndio mahali pengine, that's why another place anasema, it says, tusipende kwa neno tu, do not just love the word, bali kwa tendo na kweli, but in doing it and in truth. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndio anasema, that's why he says, kwa sababu mwasikiliza hukumu zangu, because you are listening to my judgments and you keep them na kuzitenda, and you do them. Sasa Bwana Mungu, now the Lord God atafanya kazi pamoja na ninyi, will work together with you, hata muokolewe na lile, until you are delivered from that, baraka zile, until you see those blessings, until you see that peace. Hallelujah. Hallelujah. Si kule kusikiliza tu, it's not only listening the word, kule kushika tu, mwe watendaji. You must also be doers of the word. Na mtendaji maana yake ni mtu amependa. And a doer must be somebody who is loving. Amen. Amen. Huwezi kutenda kitu ambacho hujafanya. You cannot do something that you have not loved. Uambiwe enda huko. You are told go this way. Na hujapenda hutaenda. And you have not loved, you won't be able to go. Hallelujah. Hallelujah. Neno kupenda. So the word loving. Maana Mungu anafanya kazi na wapendao. Because God is working together with those who love. Ndio kuhubiri si mwisho. So preaching is nothing, it's not the end. It's not something that you should be proud of. Ndio mimi nilishindwa tangu kuokoka. That's why I was unable from the time I got salvation. That I'm sent to preach somewhere. Sasa nje nikaa na wandugu hapa, nilikuwa waona mimi. And again I come and see the brothers here. I used to see them. Mpaka akatoa bana. I preached to him until he gave something. Hata ndani ya gari wasikia wahubiri wametoka kuhubiri wanashuhudiana. Even before I began preaching, those wanasema nilitwanga injili. They said that I preached to them. Huko nilitwanga injili. I really preached to them. Kama mmoja alikuwa ameficha kitu chake akakitoa. Until somebody had hidden something, he gave it out. Wewe unajua kutwanga wewe. Or you know how to preach. Amen. Amen. Wewe ndio ulitwanga injili. So you are the one who preached the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Na wewe umetoa nini? And what have you given? Wajua kutwanga, maana wewe utwangiki na Yesu. You know how to pound. Are you also poundable by Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Wewe wajua kutwanga wengine mpaka walivyoficha wavitoe. You are able to pound somebody until they give what they have. Ndio maana shida nyingi ziko hapa. That's why you have so many milango mingi haifanyiki. Many doors are not open. Maana wajua kutwanga lakini wewe utwangiki. Because you know how to pound but you are not poundable. Kwa sababu huna kupenda unachukua. Because you have no love in you. Ukubali Yesu akutwange. You should agree for Jesus to pound you. Si wewe uliyemtwanga yule. Not you to pound people. Na Yesu. He was pounded by Jesus. Si wewe. Not you. Wewe ulimwambia Yesu. You told him the word of Jesus. And he listened to them. And he have kept them. And he did ameona baraka. He has seen the blessing. Wewe umeona nini? And what have you seen? Na baki na kutwanga. You remain with the pounding. Vilio vingi vinakuja. Many cries are coming to you. Milango mingi imefunga. So many doors are closed. Amen. Amen. Ungeomba hivi. You pray this way. Mungu, mimi unanipa kutwanga watu hata wanaokoka. Why are you giving me to pound people until they receive salvation? Until tell God that enable me also to be poundable. Unanipa kutwanga watu mpaka wanapona wanaokoka. Why are you enabling me to pound people until they are healed? Unavyonitumia. So the way Jesus you are using me. Kutwanga watu. That I pounded people. Na mimi nami nitwange. So make me also to be poundable. Maana yake nipe kupenda. The meaning is give me to love. Hallelujah. 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 Ndio Bwana Yesu akawaambia. That's why Jesus told them. Awaambiayo hao watendeni. Whatever they tell you do them. Lakini jinsi wafanyavyo msifuate hata. But according to their deed not follow them. Maana mengi wanafanya sio ya kuokoka. Because many times they do things which are contrary. Lakini kusema tu. But according to the way they say, you listen to them and follow. Hallelujah. Hallelujah. Maana wakitoka hapa wakifika nyumbani. Because from here they go home. Dada zao hata wanashangaa. Their wives are surprised. Huyu ndiye yule aitwaye pastor. Is he the one who's called pastor really? Haya majibu anayojibu. Okay, the answers is giving kama mtu ambaye hajaokoka. Like somebody who's not yet in salvation. Lakini kutwanga watu wapende wake zao. But when he stands to preach to people to love their wives. Hata foleni ya watu watatubu wengi. People are going to queue, they are repenting. Ataondoka hapo alete ripoti leo wameokoka wote. He will leave that place giving a report. All of them have come to salvation. Mmoja akaenda hapa Samburu. One went to Samburu here. Akaja kwa missionary akasema nimewatwanga injili. And came to missionary and said I have preached to them. Walikuwa hawajaokoka. In fact they were not yet in salvation. Wamepata toba leo. Now they have received the repentance today. Yeye hakutwangika, hayuko hapa. But he is not together with us today here. Amen. Amen.
Alitwanga Wasamburu, wao bado wako. He preached to the people of God who are there. Aliwakuta hapo. He found them there. Hata leo bado wako. And today they are still there. Wanyanya wa zamani, grandmothers, na wazee wa zamani, and elders also there. Missionary. From the time of missionary. Hata leo ukienda hapo, even today when you go there, wanakuangalia. They just look at you. Na huyu amekuja kunihubiri mimi. Or this one has come to preach to me. Utahubiri wewe peke yako. You are going to be alone there. Sipokuwa wale waliojaliwa kupenda. Only those who are able to love. Kwamba huyu ametoka kwa missionary. That this one is come from missionary, from the founder. Kuhubiri si umuri. Preaching is not age. Amen. Amen. Lakini utamwona mwingine tayari amefunga macho. But to find somebody closing his eyes. Maana anakuangalia. Because he's looking at you. Huyu ananitwanga, yeye ametwangika. This one is preaching to me. Has he been preached to? Amen. Amen. Mimi ambaye nimetwangwa tangu siku za missionary. I've been preached to from the time of missionary. Paka tumbaku zikapona. Until tobacco went away. Amekuja mimi kunihubiria nini? Now he has come today, he had to come and preach to me. Ukienda pale nu angalie. So when you go there, you have to be careful. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kienda pale, if you go there, uombe Mungu. You pray to God. Nisiwe mimi nizungumzaye, wewe uzungumzaye. I should not be the one talking, but you the one to talk. Hallelujah. Hallelujah. Maana wanakusoma tayari. Because they look at you, utaona wapokee. They see that they are not receiving you. Utazungumza peke yako. You are going to be talking alone. Hallelujah. Hallelujah. Kuchukizwa huko nako. That is also offensive. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka ngapi sana? Jesus began preaching when he is the age of. Hata alianza kushuhudia watu kanisani akiwa na miaka 12. He began preaching to people when he was at the age of 12 years. Hata baba na mama wakamsahau humo wakaenda. In fact, the father and mother forgot him there. Wakifika huko mkao moto. When they reached there mkao moto. Yuko wapi mtoto wetu? Where is our child? Tunataka tumpe slice ya mkate angalau. We want to give him a slice of bread. Hayuko katika kundi. But he's not in the crowd. Amebaki huko hekaluni. He had remained in the temple. Na wazee wenye ndevu wanamsikiliza. With elders with bear listening to him. Maana si yeye mwili huu ni Yesu. Because he's not the one in this body. It is God in him. Amen. Amen. Kama ni yeye ni mtoto mdogo. If it were him, lakini hakuwa Yesu yule wa mwili huu. But he wasn't that Jesus of this body. Yeye ni miaka 12. At the age of 12, kilicho ndani mwake, whatever was in him, ni cha yule jana na leo na hata milele. Is for that one of yesterday and today and forever. Sisi miaka 12. It's not at the age of 12 years. Ndio wakashangaza wale wazee na That's why those elders were surprised. Mbona na maneno hatujasikia? Why is he saying tena yana uwezo mwingi? And again they have a lot of strength. Wakajua si huyu. Then they knew he's not the one. Hapa ndani in him kuna kitu tofauti. There is a different thing. Ndio maana wakamsikiliza. That's why they listened to him. They never slept. Wakajaliwa kupenda. They were able to love. Amesikiliza nalo nasema heshimu baba na mama. Listen to the word that honor your father and mother. Hata amelishika until he is according to the word. Alipoambiwa baba na mama wanakuita huko nje. But when he was told that your father and mother are calling you outside. Mama alipomwambia mwanangu, when the mother said, my son, umetuchosha hivi namna hii. Why have you troubled us this way? Hukutuambia utabaki nyuma. You never told us that you're going to remain behind preaching. Kuhubiri ni kazi nzuri kweli. Okay, preaching is a good work. Hata watu walikuwa wanamsikiliza. And people were listening or looking at him. Akawaaga. But at least you bid them farewell. Asanteni wazee. Thank you elders. Akaenda na wazazi wake. He went together with the parents. Amesikiliza neno la Mungu. Listen to the word of God. Inasema heshimu baba na mama. Which says honor your father and mother. Amelishika. He's kept it. Tena akalitenda. And again he did it. Walipomfuata. When they followed him. Hakuambia sasa akasema haya basi. He never said no. Akafunga mkutano. He closed the crusade. Maana anajua Mungu anasema heshimu baba na mama. He knows that God is saying honor your father and mama. Lakini mjue ya kwamba baba na mama mjue lakini ya kwamba my father and my mother should know that. Imenibidi nikae katika nyumba ya baba. I'm supposed to stay in my father's house. Mama akashangaa akajua huyu mwanangu si wa kawaida. Then the mother was surprised, knew that my child is not. Maana yake kesho msinizuie. The meaning is that tomorrow should not hinder me again. Msione kukwazika maana nimebaki nyuma. Tomorrow should not be offended again because I remain behind. Kazi niliyoitiwa. Because this is the work that I was called for. Amen. Amen. Ndio mama alipofahamu hilo. So when the mother got that understanding. Wakati mmoja kuna harusi watu wameishiwa na divai. Another time when there was a wedding and people had no wine. Na aliona. And he saw. Kamwambia divai imeisha, msikilizeni huyu atakayowaambiwa. Then she said the wine is now finished, listen to whatever he tell you. Atakayowaambia huyu, whatever he tells you, mwanangu yasikilizeni. My son, you do Maana it. Si mwana wa kawaida. Because he's not an ordinary child. Anapenda Mungu. He loves God. Amen. Amen.
Haleluya. Hallelujah. Akawaambia leteni maji hapa. Then he told them, bring all the water Jazeni here. haya mabarasi. Fill all these containers. Wakajaza. So they filled Haya, them. fungeni macho. Okay, close your eyes. Mungu aliye juu. God is above. Lete divai ya mwisho. Give us some wine. Walipoonja. When they tasted it, Na mbona singeanza hii? then we would have begun with this. Ingeanza hii alafu sindikize mbaya We hamngekumbuka. would have begun with this and then end up with the bad one. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapo. You read for us Hapo Kumbukumbu alafu turudi kwa the book of Deuteronomy Warumi 8 tufunge. and then we go back to the book of Romans. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowapia baba zako. Wherefore it shall come to pass, if you hearken to these judgments and keep them and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he swore unto thy fathers. Haya yote tunayasikiliza All that we are ni listening, hukumu za Mungu. these are God's judgments. Ufunuo anapewa mtumishi wake Revelation given to the servant of God kwa maombi yake. by the prayer, by Ndio his prayer. anatupa mambo mengi hayo. That's why he's giving us all these words, Tuyasikilize. that we listen to them, Tuyashike. that we keep them. Havitoshi. That is not enough. Tutende. We must do them. Ndipo Mungu atafanya kazi. That the time God will work with us. Haleluya. Hallelujah. Naweza kufanyia kazi jambo. And if you can able to work for Huwezi something, kutenda kitu ambacho you hujapenda. cannot do something you are not loving. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema That's why he's saying Mungu God anafanya kazi is working na wapendao together with those who katika love kuwapatia in mema, giving them good si things. wachukizwao. Not people who are offended. Bwana Yesu akawaambia, That's why Jesus told them, mwambieni Johana go and tell John mlioyaona, the thing you have seen. viwete wanatembea, The lame are walking, vipofu wanasikia, the deaf are hearing, masikini wanahubiriwa habari njema. and the poor preached good news. Ni heri mtu yule But asiyechukizwa blessed nami. is the one who is not offended of me. Haleluya. Hallelujah. Heri mtu yule asiyechukizwa nami. Blessed is the one who is not Mimi offended in naomba me. Mungu nisio yule achukizwaye. I'm praying to God to be a man who is not Nimeona offended. hasara ya kuchukizwa nilikaa hapa I have hapa. seen the losses of being offended while I Hakuna was uzima here. kamili, No complete healing, hakuna amani kamili, no complete peace, baraka kidogo kidogo, little blessings here and nyumba there, kavu a kavu, very dry house haina hodi, which has no knocking. lakini kwa kupenda. But because of love, Haleluya. hallelujah, Mungu anipe kupenda zaidi. may God give me love. Je, wewe uko humu wachukizwa Then are you wapi? here? Where are you offended? Na kupenda And ni loving karama ya Mungu. is a gift of God. Kumwomba Mungu, When you pray to God, mwambie nijalie tell him, enable me pendo lile to have that love tokalo kwako. coming from you. Usiwe mtu wa kuchukizwa. Don't be a person who is offended. Fikia ahadi yako. Be able to reach your promise. Usifuate hukumu zako That I follow your kwa judgment kupenda. with love. Amen. Amen. Pendo ule ulio kamili, Love that is complete, wenye kuvumilia yote. which is persevering Wenye in kuamini all, yote. which is believing in all. Haya, mfalme wa Shamu Okay, the king of Ahabu, Ahab, haleluya, hallelujah, ana nabii humo ndani ya nchi yake humo, he had a prophet in his country, lakini anasema nachukizwa naye. but he's saying that I'm offended of him. Akaulizwa na mwenzake, Then he was asked, hapa katika nchi yako hakuna nabii right in your country, don't you have a prophet ambaye kabla hatujaenda vitani, who before we go mimi to war, nimekubali kukusaidia vita I'm able to fight or to assist you in the fighting, na tutashinda, and you are going to overcome lakini it. kabla hatujaenda But before we go, katika nchi yako hii hakuna in your mtu nabii, country, don't you have a prophet angawa kabla hatujaenda umuulize swali who maybe before we go you can question him kuhusu hii safari yetu. concerning our journey? Akasema yuko, He said he's there. lakini wewe unamchukia. But then I'm offended Maana of him kila saa nikimwita anitabirii mema. because every time I call him here does not prophesize me good things. Amen. Amen. Kila nikimwita anitabirii mema. Every time I call him here does not prophesy me Nikimwambia good things. kwenda huko ananiambia usiende. If I tell him I want to go this way, he said don't go. Haya, ule unabii anaokataa. So he's refusing the prophecy. Akasema haya, wacha nimwite huo. Then he said, let me call him and then you come Haya, and witness. niitieni Mikaya huko Okay, mwana wa call me Imla. Micah here. Mwiteni. Call him here. Akaja. He came. Haya, nakuomba na ndiye huyu. Okay, he is here Huyu ndiye now. nabii huyu. This is now the prophet.
Haya, tuambie. Okay, tell us. Nataka kwenda vitani huko. We want to go and fight. Niambie, je, tutashinda au tutashinda? Tell me, are we going to overcome or being Akamwambia usiende. Then he told them, don't Maana go, utashinda. because you'll not be able to overcome. Mimi na rafiki yangu ndio atanisaidia. I have a friend here to assist me. Na jeshi la nchi yake yote. And all his army from his country. Tutaenda pamoja. We'll go together with him. Akasema haya, angalia. Then he said, now look. Nakwambia huyu anitabiri mimi. I told him that is not giving me a good prophecy. Manabii wangu wamesema All my prophets have said that I'm going to beat them. Huyu anasema sitashinda. But this one is saying I'm not going to beat them. Mtieni ndani. Put him inside. Msimpe hata uji. Do not give him porridge. Na wako waongofu namna hii. And there are people who are saved that way. Wakiongozwa na mhubiri ni maonyo. They are guided by the preacher. Alikuwa akipeleka robo sukari huko, anasema sipeleke. If he was taking giving a quarter kilo of sugar there, he never said it again. Kutabiria mema. Because today he never told me a good prophecy. Hakuniongoza vile nitakavyo. I gone there but he didn't prophesy to me the way I wanted. He'll never see my property at all. Maana ametaka ahubiriwe vile anavyotaka. Because he has wanted to be preached the way he wants. Naye Mikaya akasema, and Micah also said, na kama si Bwana aliyeniambia mimi, if it is not the Lord who has told me, utarudi salama. Then you come back safely. Hakurudi salama. Then he never came back safely. Mbona wewe urudi salama? Then why don't you come back safely? Amen. Amen. Unachukizwa wapi? Why are you offended? Hurudi salama kuokoka na hili. Back safely in this word. Na kushauriwa na hili uokoke. And to be guided in this to receive the salvation and that blessing. Wasema natumikia Mungu. You are saying I'm serving God. Kule kutimiza sheria tu. But I just fulfilling the law. Zaka. Tithes. Lakini si vile Mungu anavyokuagiza. But not according to the way God is commanding you. Because you are offended. Ndio maana hutoki salama. That's why you never come back safely. Vile unavyotarajia biashara inuke ndio inashuka kabisa. The way you're expecting your business to grow is not the way it's going. Unachukizwa na vile Mungu anavyokuagiza. Because you are offended to what God is commanding you. Hallelujah. Hallelujah. Waomba tusimame. So let us all stand up. Kabla hatujaendelea tusomee hapo. You read for us that verse. Warumi 8. The book of Romans chapter 8. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. And we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to his purpose. Hallelujah. Hallelujah. Wengine wako wanaweza kunena mabaya yasiyo ya heshima. Maybe there are people who spoke ill of mtu ambaye hastahili, to people who does not deserve. Hallelujah. Hallelujah. Mtu ambaye haifai umnene manyonge mbele za watu wake. A person maybe who is not deserving that you speak ill of him. Ndio wengine wako humu. That's why we have people here. Kuna mwingine anakula pesa. Oh, there are people who are eating money. Nani anakula pesa? Then who is eating that money? Hallelujah. Hallelujah. Oh, huyu anafanya hivi. Oh, this one is doing this. How? Hallelujah. Hallelujah. Mahali haifai hata useme hivi. And it's a place you don't deserve to say that way. And there are some people anatoa nguvu na shetani, who are strengthened by the devil to speak hata mbele za watoto wake, even before his own children. Na aliona ishara huyu. And he saw a sign. Hallelujah. Hallelujah. Kitu amenyang'anywa kupenda. The thing that has been taken away from you. And those signs we are able to see them is because of loving. Ndio Bwana Yesu akamwambia, that's why Jesus told them, msishangae na huyu mama. Do not be surprised with this mother. Hata amenipangusa miguu na nywele zake. Until she has wiped my feet with her hair. Sana. Because she has loved more. Na amesamehewa dhambi zake zilizonyingi. And she is forgiven of all her sins. Wewe tangu niingie nyumbani mwako. From the time I entered into your house, what have you given me? Lakini huyu mama, but this mother, from the time I entered here, Peter, he has been wiping my feet with her hair. And what have you given me? I don't know whether it's Peter or who. Hallelujah. Hallelujah. Simon. Mimi sisome Biblia kama historia. Hallelujah. 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 Amependa sana. He has loved more. Naye amesamehewa dhambi zake. And she is forgiven of all her sins. Na wewe wasamehewa kidogo, and you are forgiven little because you also love little. Mwambie Bwana Yesu, so tell Jesus Christ, if you are giving me to love a little, leo nipe kupenda sana, then tell him give me to love more. Hallelujah. Hallelujah. Uniponye kule kuchukizwa, and heal me of all the offenses. Tufunge macho. Close our eyes. Baba Mungu wa missionary, ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzongo, ulianza kazi pamoja na yule ndugu na yule dada, ndio maana hata yuko hapa, maana aliona ishara, aliona kuokoka, aliona wokovu, aliona baraka, aliona msamaha. Na wewe Baba ni yule jana na leo na hata milele. Kwake maishani leo imefanana, umebadilika, maana aliona ishara hizo kwa sababu ulimpa kupenda
lakini alifika mahali akanyang'anywa kupenda. Anaishi humu mtu wa kuchukezwa. Ndio maana hatoki salama vitani. Ana vita kweli vizuri, lakini haoni baraka, haoni kupona kamili, maana alifika mahali akachukizwa. Semee watu wako Baba, waanze mwaka huu kwa amani, wawe watu wapendao lile pendo kamili Baba ulilosema tuwe nalo. Uliumbe ndani ya watu wako hawa na walio nje na wote wanaotazama Baba, maana ni kipawa hatuwezi kujipa wenyewe, kitokacho kwako wewe Baba. Jalia mdogo kwa mkubwa, kijana kwa msichana, mzee kwa mama, mjalie lile pendo, kule kupenda kuna kutokana na wewe katika Roho wako Mtakatifu Baba. Uponye watu wako kuishi watu wa kuchukizwa, ndio maana hawatoki salama, hawaoni amani uliowaitia, hawaoni baraka ulizowaitia, ijapo wanasikiliza la Mungu, ijapo wamelishika, hawana kutenda, maana wamenyang'anywa pendo. Asante Baba na kushukuru Mungu wa mwanzilishi, naamini waenda kutimiza hilo, maana hatuwezi kujiumbia wenyewe. Moyo wa kupenda watoka kwako Baba, roho ya kupenda watoka kwako Baba, hatuwezi wenyewe. Tuumbie kila mmoja, ukampe kufanyika apendaye, ili afikie amani uliomuitia. Hebu ndugu mpendwa, My beloved brother, mbona ukae kanisani kwa hasara? why should you be in church in losses? Na ujui saa wala wakati. I never know the hour time. Mungu anakutakia mema, God wishes you good, lakini anafanya kazi na wale wapendao, but He's working together with those who love, katika kuwapatia mema, in giving them good. na hicho ni kipawa cha Mungu, And that is a gift from hatuwezi God. kujiumbia wenyewe. You cannot credit on our Muomba own. Mungu kwa imani, If you pray to God by faith, atakujalia kupenda, He'll enable you to love, roho yenye pendo, a spirit that has moyo love, upendao, a heart that has kufuata love, Mungu katika pendo. that you love God in love. Pendo utapata uwezo wa kutenda la Mungu. In love, you'll be able to get the strength to do the word of God. Woga. Pendo halina hofu. Love has no fear. Pendo kamili halina hofu. Complete love has no fear. Linakubali kulala njaa. It is accepting sleep Lakini without umetii food, amri ya Mungu. but provided you have respected the law of Mungu God. leo, Pray to God mwambie today. Bwana Yesu, Enable Jesus nijalie Christ. ile pendo litokalo kwako Enable me kamili. to have that love Niishi from humu God. akufuataye kwa kupenda. I have lived here to follow you in Ile love. pendo uliloniahidia. That love you promised Moyo for wa me. kupenda. The heart of Roho ya love kupenda. and the spirit of love. Uniponye kuchukizwa. And heal me of all the Ambako shetani offenses alikuingiza ndani mwangu. Ambako shetani which the devil alikuingiza ndani mwangu has put in me, ili nifikie ahadi so that I may be able to ya do the promise kutakasika, of being ya cleansed, kuwa na mema chini ya jua having good things under the sun, ulioniitia. which you called me Hebu kila for. mmoja aombe. So everyone to pray. Asante Baba wa mbinguni. Asante. Mungu wa missionary ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu, tunashukuru kwa neno hili Baba uliompa mtumishi wako Emmanuel Kea Mzungu. Umeona yule ndugu Baba hatoki salama, ana vita za kutumikia lakini hatoki salama, anaenda vitani kuunga madhambi lakini hatoki salama kupona anavyotaka, anaenda vitani kutimume lakini hatoki salama amani kamili, maana amenyang'anywa kupenda. Anafika mahali anachukia, anafika mahali analaumu, hana kuvumilia, hana kungoja. Semee watu wako Baba, umejalia ndugu yule dada kupenda, pendo litokalo kwako Bwana Yesu. Kipawa hicho ukiumbe ndani ya kila mmoja Baba. Pendo halijivuni, upendo hautakabari, upendo hauhesabu mwingine mabaya, upendo uvumilia yote, upendo unahesabu mwingine bora. Jalia Baba kanisa lako, walio hapa hata walio nje Baba, uwajalie moyoni mwao pendo. Halishiriki maovu, halishiriki na dhambi, halishiriki zinaa, halishiriki ulevi, lina hofu, lina kujitenga na mabaya. Asante Mungu wa mwanzilishi. Upendo una heshima, unakutambua, unakuinua. Nawe umetupa mtumishi wako tumsikize yeye ili tupate kuokolewa. Lakini angalia, shetani amenyang'anya watu wako pendo. Wanachagua la kusikiliza, wanachagua la kupokea, wanachagua la kutenda, wengine wanachukia. Ndio maana wana vita visivyofaulu, wanaenda vitani kukutolea wewe, huko wanachukizwa na maonyo. Ndio maana hawatoki huko salama. Asante Baba kutenda, asante Baba kusemea watu wako na kuwaombia mkubwa kwa mdogo, kupenda pendo kamili, maana pendo ni nguvu za Mungu.
Pendo ndio nguvu zako Baba. Tujalie nguvu hizo za pendo. Tujalie nguvu hizo za pendo. Hatuwezi kujipa wenyewe Baba. Tujalie nguvu hizo za kupenda. Kila mkubwa kwa mdogo, aliye hapa, aliye nje, msichana kwa mvulana, mama kwa mzee, Baba wajalie kupenda, wajalie pendo. Pendo uvumilia, pendo lile litokalo kwako Baba halina hofu, halishirikiani na mabaya, linaamini yote, kufanikiwa kuko na kutofanikiwa kuko. Kama lile lilokuwa ndani ya Ayubu, ulimpa kupenda, likampa kuvumilia mabaya. Asante Baba kutenda, asante Baba kutimiza, kuokoa watu wako Baba. Umetupa mtumishi wako tumsikie yeye Baba, ni asante. Asante Baba kutenda, asante Baba kutimiza. Mungu wa mwanzilishi, kutuponya kuchukizwa, kuponya watu wa kuchukizwa, kumjalia kila mmoja anayesikia kupenda, maana pendo kuamini yote, pendo halina hofu, pendo linatumaini, pendo hungojea, pendo alishiriki mabaya. Asante kutenda, asante kuumba Baba wa mbinguni. Asante kipawa hicho kutupa pendo, ni kipawa kitoke kwako, sisi hatuwezi kujipa wenyewe Bwana Yesu. Asante kutimiza, asante kuponya, asante kutuokoa, asante kutupa amani. Nakushukuru Baba wa mbinguni kutenda, asante kutupa kipawa cha kupenda. Nakushukuru Mfalme wa mbingu na nchi. Asante Baba wa mbinguni. Amen. Asante Mungu wa mwanzilishi. Amen. Amen. Pendo. Love. Kwa hivyo tumemaliza ibada yetu. So we have come to the end of our service. Kutafakari na kurudia. Meditate and repeat. Mungu anafanya kazi. God is going to work. Amen. Amen. Mzee Charles atufungie ibada. Elder Charles to close the service with a word of prayer. Watu mwana wa Mungu wa kuchukizwa Bwana, lakini ukamtumia msaidizi wa mtumishi wako Baba kutufundisha neno hili. Bwana wa rehema, Bwana tuko mbele zako saa hii na dakika hii Bwana Mwokozi mwema Bwana, na sadiki kila aliyelia Bwana, umemwondolea roho ya kuchukizwa Bwana, na ukampa mwana wa Mungu hilo pendo lako Mfalme, maana Bwana ni pendo lako Mwokozi mwema Bwana linalofanya kazi na wote wanaopenda. Bwana wa rehema, ninakuomba mwana wa Mungu, vile ulivyotukusanya mbele za msaidizi wa mtumishi wako, maana umeona Bwana tu watu wa kuchukizwa, hatuna pendo Mfalme, na sadiki tangu sasa umemuumbia kila mmoja Bwana pendo lako Mfalme, umefungua njia zake, umefungua amani yake Mwokozi mwema Bwana, na sadiki Mfalme mwema Bwana, tukiwa tumefungua ibada hii mikononi mwako Bwana, tazama Mfalme nyumba ya mwanzilishi wako Bwana, watoto wajukuu vitukuu Mwokozi mwema Bwana, ninakuomba Mfalme Bwana kazidishe maisha marefu kwao Bwana, kazidishe amani Bwana Yesu na furaha tele Mfalme katika nyumba hiyo Bwana, maana ndiposa mwana wa Mungu tumeweza kuyaona mema haya Mfalme. Bwana wa rehema, na kuomba mwana wa Mungu kwa ajili ya mtumishi wako Bwana Emmanuel Kea Mzungu, uliyemuinua katikati yetu, ili Bwana tukaweze kuyasikia maneno kama haya. Bwana, muongezee maisha marefu, mzidishie Bwana ule uzima na amani Mfalme mwema, uliyeanza kazi njema ndani yake Bwana, kazidishe kwa uzima, furaha na amani Mfalme mwema. Muongezee Bwana msaidizi wa mtumishi wako uliyemtumia Bwana kwa ajili yetu. Bwana, kamulinde, kamuongoze, kamujaze amani na furaha Bwana, yeye na nyumba yake. Mungu Baba wa rehema, tukiwa tumefungua ibada hii mikononi mwako hivi sasa Bwana, tunairegesha ibada hii mikononi mwako.
Bwana, tutawanye kwa amani, kawalinde watu wako popote waendako Bwana, wende pamoja nao ukiwafunika na utukufu wako Bwana. Mwokozi, ninakuomba ikiwa na imani Mwokozi, umesikia Bwana, na Bwana utatutawanya kwa amani. Bwana, utatuongoza kokote tuendako, tuende kwa amani Mfalme. Ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante Mungu wa mwanzilishi. Asante Bwana Yesu. Mungu wa mwanzilishi awabariki sana sana sana. Amen. Tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi.